Endapo mtoto amefia tumboni, labda ulikuwa mjamzito na mimba imefika miezi 8, miezi 9, miezi 7, mtoto akafia tumboni, unajiuliza wewe kama mama mjamzito unapata madhara yapi? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea channel yangu, ndio subscribe hapo chini, uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Mtoto anapokuwa amefia tumboni, kuna madhara ambayo mama unaweza kuyapata, na madhara haya mara nyingi huwa yanakuwa ni mabaya sana endapo yakitokea, japo ni machache sana. Madhara ambayo mama anaweza kupata endapo mtoto amefia tumboni, bado yuko tumboni, hajazaliwa au hajatoka, na hapa nazungumzia mimba ikiwa ina zaidi ya wiki 28, maana yake miezi 7 kwenda juu. Ikitokea mtoto amefariki labda mimba ina wiki 20, mara nyingi tunasema ni missed abortion, na ni abortion ambayo mtoto amefariki yuko tumboni bado yuko hai. Pia inaweza kawa na madhara endapo mtoto atakaa muda mrefu. Zara la kwanza ambalo mama unaweza kulipata, kwa sababu unajua mtoto anakuwa ameshafariki. Zara la kwanza ambalo mama unaweza kulipata ni changamoto ya damu yako kushindwa kuganda vizuri. Na hii haitokei kwamba labda mtoto akiwa amekaa wiki 2 tumboni toka afariki au toka afie tumboni. Huwa inatokea endapo kama amekaa wiki 4 au mwezi 1 kwenda juu kabla hajamtoa mtoto huyo. Kwa mfano labda mtoto amefariki leo, umekaa naye yuko tumboni kwa muda wa wiki 4 au zaidi ya wiki 4 au zaidi ya mwezi 1, inaweza katokea hiyo changamoto. Yale mabaki ya mtoto yanaweza kusababisha mfumo wako wa damu kashindwa kuweza kuganda vizuri, na ikitokea huwa inakuwa ni mbaya sana na inaweza kapelekea kifo. Zara lingine la pili ambalo mama unaweza kulipata ni maambukizi kwenye mji wa uzazi, ambayo yanaweza kasambaa kwenda kwenye damu na ukapata changamoto ambayo tunaita septicemia. Hii inaweza katokea mara chache endapo kama chupa ilitoboka na wadudu wakatoka ukeni wakaingia kwenye chupa ya mtoto, na mtoto alikuwa ameshafariki, mwisho wa siku wakaingia kwenye mji wa uzazi wakasambaa kwenda kwenye damu, na mwisho wa siku wasababisha madhara makubwa sana kwenye kama maambukizi ya damu au ya vijidudu au bakteria kwenye damu, na mwisho wa siku ukahitaji matibabu, kalazwa au katibiwa, na wengine wao wanapoteza maisha. Dhara la tatu ambalo ni kubwa linaweza kutokea pia ni changamoto za kisaikolojia. Mama anaweza kawa na uoga, akapata sonona na msongo wa mawazo wa muda mrefu. Hiyo inaweza kachochea baadhi ya kina mama kuingia kwenye changamoto za sonona ya muda mrefu kutokana kwa mtoto ameweza kufia tumboni. Hayo ndio madhara ambayo mama anaweza kuyapata. Japo wakati mwingine mama anaweza kupata madhara kutokana na sababu ambayo imepelekea mtoto kuweza kufariki tumboni. Kwa mfano, kuna mambo mengi sana ambayo nimezungumzia kuhusiana mambo yapi yanaweza kupelekea mtoto akafia tumboni. Sasa kama ukisikiliza video hiyo, unaweza click suggestion hapo juu, utasikiliza mara baada ya kusikiliza video hii. Mimi nitazungumzia mambo machache. Kwa mfano, mtoto akifia tumboni ikawa imesababishwa labda na maambukizi, kwa mfano ya kaswende, inaweza kaleta shida hata kwa mama kama mama tayari alishakuwa nayo maambukizi muda mrefu na ya kutibiwa. Lakini vile vile kama mtoto alifia tumboni labda mama alikuwa na kisukari, maana yake ile sukari kama imeongezeka na haikudhibitiwa vizuri, inaweza kaleta pia kwenye afya, ikaleta madhara kwenye afya ya mama, na mwisho wa siku mama kaingia kwenye changamoto mbalimbali kama sukari ikawa nyingi zaidi, kwa mfano changamoto kama tunaita DKA, ambazo zinaweza kapelekea shida kwa mama. Lakini vile vile mama, kwa mfano labda mtoto alifia tumboni, mama alikuwa na pressure ya ujauzito au pressure ya muda mrefu na ikawa imepanda sana, kama haikudhibitiwa, maana yake mama unaweza kupata kifafa cha mimba au kaishia mwisho wa siku kupoteza maisha yako kutokana na kifafa, kwa sababu tu ya pressure imekuwa kubwa na ukudhibiti vizuri. Kwa hiyo inaanza kwanza inaua mtoto, ukiwa unaendelea kuwa na mtoto, mwisho wa siku inaleta madhara kwako na inaweza kupelekea ukapata kiharusi au mwisho wa siku ikasababisha kuviliwa kwa damu kwenye ubongo na ukapoteza maisha yako. Lakini vile vile kuna mwingine aliniuliza swali hapa. Huyu ni mmoja ya mfuatiliaji wangu. Yeye aliniuliza swali kuhusiana na mtoto kufia tumboni. Akasema kwamba kwa jina yeye anaitwa Aileen, anasema kwamba habari daktari, mtoto akifia tumboni ikiwa mimba imefika miezi 9 mpaka 10 na njia ilifunguka mpaka sentimita 4 tu, je, kwa uzao wa pili unaweza kujifungua kawaida? Sasa huyu inawezekana yeye alijifungua kwa upasuaji, lakini mtoto alishakuwa amefia tumboni. Kwa hiyo njia ilifunguka mpaka ikafika 4, mama akatakiwa aweze kujifungua kwa upasuaji, na alipojifungua kwa upasuaji anauliza, je, kwa uzao wa pili, yani mimba ya pili, anaweza kujifungua kawaida? Sasa hapa ukiangalia sababu iliyopelekea kufanywa upasuaji bado sijaipata vizuri,
Japo kushindwa kufunguka kwa njia kuna mambo mengi. Inawezekana uchungu ulikuwa uendi vizuri, au mtoto alikuwa mkubwa sana, au ulikuwa na shida nyingine ambazo zilipelekea hiyo changamoto. Madaktari wakaamua kuweza kufanyia upasuaji. Sasa kama kuna sababu ambayo inapelekea wewe ufanyie upasuaji, kwa mfano labda hii tuseme ni mimba ya kwanza au mimba ya pili, na mimba ya kwanza ulijifungua kawaida, mimba ya pili kufanywa upasuaji, basi kama sababu inayopelekea au iliyopelekea kufanywa upasuaji wa mwanzo kwa mtoto ambaye alifia tumboni sio ya kujirudia rudia, yani kwamba sio sababu zile, kwa mfano nyonga ndogo, au kuna shida ya nyonga yako, au kuna changamoto ya mlango wa kizazi, basi unaweza kujifungua kawaida hata kama ulishakuwa na mshono mmoja. Na hapa nazungumzia kwa wale ambao walipasuliwa mara moja kwa sababu ambayo sio ya kujirudia rudia. Kwa hiyo endapo hata kama mtoto alifariki tumboni kufanywa upasuaji na sababu sio ya kujirudia rudia, mwisho wa siku unaweza kujifungua kawaida kwenye mimba inayokuwa inafuata. Kwa hiyo inawezekana kabisa akajifungua kawaida, japo atahitaji uangalizi wa madaktari, watamfanyia uchunguzi, na mwisho wa siku atajifungua vizuri kabisa kawaida bila kuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo mama, unapoona mtoto wako amefia tumboni, ni vyema kwanza kuweza kujua sababu ipi imepelekea mtoto wako kuweza kufia tumboni. Kujua sababu kuna kusaidia kwanza kuweza kuondoa hiyo sababu au kuidhibiti hiyo sababu, ili unapokuja kutafuta mimba nyingine, kwa mfano labda ilikuwa ni mimba ya kwanza, unapotafuta mimba ya pili au ya tatu, ili sababu hiyo isirudie tena kuweza kupelekea mtoto kuweza kufariki tumboni. Labda kwa mfano kama ulikuwa na shida ya magrupu ya damu, kwamba grupu lako ni negative na mume wako ni positive, na mimba ilikuwa ya pili ya tatu, ili uweze kuchoma anti-D na kuweza kuepuka changamoto za mtoto kuweza kufia tumboni kwenye mimba inayofuata. Lakini vile vile ni vyema basi kuweza kusikiza madaktari lini uweze kuanzishiwa, kama ni uchungu au ufanyie upasuaji, kwa sababu kukaa na mtoto muda mrefu, kwa mfano zaidi ya mwezi, kunaweza kuleta hayo madhara ambayo nimeweza kuyasema. Lakini unaweza kukaa na mtoto mpaka wiki moja, wiki mbili tumboni, ambaye ameshafariki bila kuwa na changamoto yoyote. Na wakati mwingine madaktari wanaweza kukwambia usubiri uchungu uweze kuanza wenyewe, kwa sababu kuna uwezekano uchungu unaweza kuanza wenyewe ndani ya zile wiki mbili tatu kabla hujafika mwezi, na kama utakuwa hujaanza basi watakuanzishia uchungu. Lakini kama ulikuwa unataka kujua sababu zaidi kwa nini mtoto anaweza kafia tumboni kwa kawaida hata kama ulishakuwa na mshono mmoja, na hapa nazungumzia kwa wale ambao walipasuliwa mara moja kwa sababu ambayo sio ya kujirudia rudia. Kwa hiyo endapo hata kama mtoto alifariki tumboni kufanywa upasuaji na sababu sio ya kujirudia rudia, mwisho wa siku unaweza kujifungua kawaida kwenye mimba inayokuwa inafuata. Kwa hiyo inawezekana kabisa akajifungua kawaida, japo atahitaji uangalizi wa madaktari, watamfanyia uchunguzi, na mwisho wa siku atajifungua vizuri kabisa kawaida bila kuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo mama, unapoona mtoto wako amefia tumboni, ni vyema kwanza kuweza kujua sababu ipi imepelekea mtoto wako kuweza kufia tumboni. Unaweza click suggestion hiyo hapo kasikiza video kuhusiana na mambo yapi yanachangia mtoto kuweza kufia tumboni, lakini vile vile yanaweza kapelekea mtoto wako kuweza kupoteza maisha. Dalili za mtoto kuweza kufia tumboni zinakuwaje? Anaweza kaanza kupunguza kucheza na mambo mengine mengi nimezungumzia kwenye hiyo video. Ukiwa na swali zaidi niulize hapo chini, nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.